Embo angalia hichi kifaa. Hichi kifaa kinaitwa voltage regulator au unaweza kaita variable transformer kama jinsi kilivyoandikwa hapo. Lakini pia unaweza kaita kama variance. Hii voltage regulator ni kama ile ambayo nilioelezea kile kipindi kilichopita. Lakini hii hapa ni very advanced kidogo kuliko ile iliyopita. Lakini zote zinafanya kazi sawa. Utofauti wa hii hapa na ile iliyopita ambayo nilioielezea ni kwamba hii hapa ina baadhi ya features nyingi kuliko ile iliyopita. Kwa hiyo hii hapa ni very advanced ukikompare na ile ambayo nilioelezea kipindi kilichopita. Zote zinafanya kazi sawa. Kazi yao kubwa ni kucontrol au kudhibiti. Lakini pia unaweza kusema kwamba inafanya kazi ya kuregulate kiwango sahihi cha voltage kinachotakiwa kutumika kwenye kifaa chako. Sasa ukiangalia hii voltage regulator, ukiangalia hiyo bodi yake ni ya bati. Umeona? Hiyo bodi ni ya bati katika pande zote. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba haina uwezo wa kuonyesha vitu vilivyopo ndani. Lakini ile voltage regulator iliyopita ilikuwa bodi yake ni ya plastic, ni transparency. Kwa hiyo ulikuwa na uwezo wa kuona vitu ambavyo vilivyopo ndani. Kwa utofauti mmoja wapo ni huo hapo. Sasa tunaangalia jinsi gani ambavyo unavyofanya kazi. Hiyo cable nyuma hapo, hiyo ni cable ya input ambayo utaplug kwenye voltage regulator yako, lakini hiyo sehemu ni sehemu ya output. Hiyo output maana yake ni kiwango ambacho cha voltage wewe utakachokitaka kitakachokwenda kwenye nini? Kwenye kifaa chako. Na output inaanzia 0 mpaka 245. Kwa hiyo wewe utaselect kwa kutumia hiyo knob, selection knob. Kwa utaselect kiwango cha voltage utakachokitaka ambacho kitakachokwenda kwenye kifaa chako. Sasa hiyo hapo ni power ya hiyo ni button ya kuruhusu ya on and off. Manake ukisha plug kwenye input unaruhusu, ukisha ruhusu wewe ndio utaselect kiwango cha voltage ambacho utakachokitaka. Unaiona hiyo MCB, hiyo unaweza kaita kama automatic output fuse. Ni MCB, hiyo MCB kazi yake kubwa ni kudetect kiwango cha current au load kinachotumika kwenye kifaa. Kwa hiyo baada ya output kutoka kwenda kwenye kifaa, kile kifaa kitakuwa kina draw current. Wewe sasa utaselect kiwango cha current ambayo unaita ni ampere range. Ndio hiyo hapo button yake hiyo ambayo ina namba 1 na namba 2. Kwa hiyo ina current ya 4 ampere na ina current ya 0.8. Kwa hiyo kama umeselect hapo kwenye 4 ampere, kwa kile kifaa chako kika draw current zaidi ya hiyo 4 ampere, kinachotokea sasa ni hiyo automatic output fuse itafanyaje? Itakata. Kwa hiyo umeona hiyo features ambayo ipo kwenye hiyo voltage regulator. Hiyo hapo ipo, lakini kile kifaa kilichopita, ile voltage regulator iliyopita haikuwa na hiyo features, kwamba hii ina MCB ama ina fuse ya kulinda kile kifaa chako ambacho unachokuwa unakitesti. Hiyo hapo ni selection knob. Kazi ya selection knob ni wewe kuselect kiwango cha voltage utakachokitaka ambacho kinaenda kwenye kifaa chako unachokitesti. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa unaizungusha kutokea kushoto kwenda kulia, maana yake unakuwa unaongeza kiwango cha voltage kama jinsi inavyoonekana hapo kwenye voltmeter, imeenda kusoma hadi kwenye 200. Kwa hiyo 200 maana yake ndio inatoka huko kwenye output, inatoka kwenye output ndio inakwenda kwenye nini? Kwenye kifaa chako. Lakini ukiselect kutoka kulia kwenda kushoto, maana yake unakuwa unapunguza kiwango cha nini? Cha voltage. Hiyo hapo ni ammeter. Kazi ya ammeter ni kuonyesha kiwango cha current ambacho kipo drained na kifaa chako ambacho unachokitesti kwa wakati huo. Drain current, hiyo ammeter ndio inakuwa inaonyesha kwamba current inayopatikana kwenye kifaa chako ni ya kiwango gani. Umeona? Kwa hiyo ndio ammeter inaonyesha kiwango cha current, lakini pia inakuwa inaonyesha hapo kwa kucompare huko kwenye ampere range. Kwa hiyo inakuwa inaonyesha, na ukiangalia pale kiwango kikubwa cha current kwenye ammeter ni 4. Na huko ukiangalia kwenye ampere range kuna hiyo button ya kijani, kiwango cha juu ni 4. Umeona? Kiwango cha chini ni 0.8. Kwa hiyo ukiangalia hii hapa voltage regulator jinsi ambavyo inavyoonekana ipo tofauti sana na ile ambayo iliyopita. Kwa hiyo ina features nyingi ambazo ni nzuri zaidi ukikompare na ile iliyopita. Of course ile iliyopita ni ya zamani. Hii hapa ni ya kisasa
zaidi, hata kama jinsi ambavyo inavyoonekana na inavyotumika ni tofauti. Umeona? Kwa mfano kama hiyo button ya power ya on and off, umeona? Hiyo haikuwepo kule. Umeona? Lakini hapo ipo. Kisha kuwa umeruhusu input kuingia kwenye voltage regulator, lakini pia lazima utaruhusu hapo kwenye power on. Kisha ruhusu kwenye power on, maana yake ndio inakuruhusu sasa wewe kwenda kwenye hiyo selection knob na kuchagua kiwango cha voltage unachokitaka, lakini pia utaenda kwenye hiyo ampere range, utachagua kiwango cha current kulingana na kifaa unachokitest. Kazi kubwa ya voltage regulator ni kucontrol, kudhibiti na kuregulate kiwango sahihi cha voltage unachokitaka kitumie kwenye nini? Kwenye kifaa chako. Kwa hiyo kama labda kuna kifaa kilikuwa kimeharibika, umekirekebisha. Sasa baada ya kurekebisha unataka kuangalia, je, kinafanya kazi sasa? Umeona? Kwa sasa kwenye kukitest kile kifaa, basi huwa tunatumia mara nyingi sana hutakiwi kukitest kifaa katika voltage kubwa. Kwa lazima uanze na voltage ndogo. Kwa hiyo sasa unaweza kujikuta sehemu ambapo ulipo voltage mara nyingi inakuwa ni constant. Kwa hiyo unaweza kujikuta ipo kwenye 220. Sasa kwa hiyo sasa hatutaki kutest kwenye 220, nataka tuitest kwenye voltage ndogo, labda voltage ya 100. Kwa hiyo utatumia sasa kifaa gani sasa kuipunguza hiyo voltage ya 220 kuja paka kwenye voltage ya 100 ili uweze kutest hicho kifaa sasa. Ndio unatumia hiyo voltage regulator ama variable transformer. Kwa hiyo utaregulate, utaipeleka paka kwenye voltage ya 100, lakini pia hata kiwango cha current pale utapunguza. Kama hicho kifaa unachokitest chenyewe kina draw current ya 10, basi utaweka kwenye current ya 4 kwenye hiyo button ya kijani, and then sasa ndio utatest kifaa. Baada ya kifaa sasa ukiona kama kinafanya kazi vizuri, sio kama mwanzo kipo vizuri, ndio sasa unaweza kuruhusu kiwango cha umeme ambacho kinachotumia hicho kifaa. Kwa kama kifaa kinatumia voltage 220, ndio unaweza kaipa voltage yote 200 na ngapi? Na 20. Kwa hiyo hii voltage regulator inatusaidia sana tunapokuwa tuna test nini vifaa. Na mara nyingi sana hizi voltage regulator ama variable transformer zinatumika sana